Katika muktadha huo, inakusudiwa kubadili muundo wa sasa ambapo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na maafisa tawala wa mikoa na wilaya wataondolewa kwenye kamati hizo. Kwa muda mrefu mfumo huu umeleta mgongano wa kimaslahi kwa kuwa wakuu wa mikoa na wilaya ni viongozi watendaji na wanasiasa, hali inayoweza kuathiri uhuru wa hakimu katika utoaji wa maamuzi. Mheshimiwa Rais, hao ni tofauti na wewe walivyo. Sisi hata majaji tunaletewa, kama tumekosea tunaleta kwako, lakini wewe ukai ukasikiliza pale, unaonda jopo. Hawa huku sijui kama wanafanya vitu gani. Hii imechelewa sana. Mapendekezo ya muundo mpya ni kwamba kamati hizi sasa zitaongozwa na viongozi wa mahakama yenyewe katika ngazi hizo. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kiingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili hiyo, kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Na nia yetu Mheshimiwa, kwa kibali chako, kwa sababu hili swala sio hata la kisera, wala hata sio la kisera kwamba liende kwenye cabinet, ni la kawaida tu. Mheshimiwa, hata nijele kupitia written laws listening amendment. Hata hivi kwa kweli hivi mkuu wa mkoa awe mwenyekiti wa kamati ya maadili na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa, na hata mkuu wa wilaya watatenda haki hao jamaa. Ya tatu, Mheshimiwa Rais, ni makazi bora na usalama kwa ajili ya mahakimu na majaji. Mheshimiwa Rais, tunashauri kwamba mahakimu na majaji wawezeshwe kuishi katika maeneo salama yenye hadhi kama ilivyokuwa zamani. Aidha, zinapokuwepo nyumba za serikali zilizo wazi, basi majaji na mahakimu wapewe kipaumbele kupewa nyumba hizo katika maeneo ya low density na secure kama ilivyokuwa zamani. Vinginevyo, mahakama itengewe bajeti inayotosheleza kulipa pango la majaji na mahakimu katika maeneo salama ili kulinda usalama wao